Historia fupi na wasifu wa marehemu Padre Stefano Tobias Makunja. Padre Stefano Tobias Makunja alizaliwa tarehe 29 mwezi wa 12 mwaka 1980 katika kijiji cha Mchombe, parokia ya Mchombe, Jimbo Katoliki Ifakara, wilaya ya Kilombero, mkoa wa Morogoro. Marehemu Padre Stefano alikuwa ni mtoto wa tatu kuzaliwa kati ya watoto 6 wa familia ya baba Tobias Simon Makunja na mama Kandida Sudi na Mtwanga. Marehemu Padre Stefano alibatizwa tarehe 8 mwezi wa 9 mwaka 1989. Alipata komunio ya kwanza tarehe ya 15 mwezi wa 8 mwaka 1993. Kipaimara alipata tarehe ya 10 mwezi wa 8 mwaka 1997. Sakramenti hizi zote alizipata katika parokia ya Mchombe. Padre Stefano Makunja alijiunga na elimu ya msingi mwaka 1991 katika shule ya msingi Mchombe na kuhitimu darasa la 7 mwaka 1997. Mwaka mzima wa 1998 alikaa nyumbani akiwasaidia wazazi katika shughuli mbalimbali. Mwaka 1999 marehemu Padre Stefano alijiunga na masomo ya awali, yaani pre-form 1 huko Lugugu, Tabora, katika seminari ya Mtakatifu Francisco wa Sales. Mwaka 2000 alianza masomo ya sekondari kwa kidato cha kwanza katika seminari ya Mtakatifu Francisco wa Sales iliyoko Kihonda, Morogoro, ambapo alihitimu kidato cha 4 mwaka 2003. Mwaka 2004 aliendelea na kidato cha 5 huko Maua Seminari. Maua Seminari inaongozwa na shirika la Wafransiskani. Seminari hiyo iko Kilema katika mkoa wa Kilimanjaro, ambapo alihitimu kidato cha 6 mwaka 2006. Mwaka 2006 alijiunga kwenye nyumba ya malezi ya shirika la damu azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo Miyuji, Dodoma. Na mwaka 2008 mpaka Juni 2015 alikuwa anasoma chuo kikuu cha Jordan kwa masomo ya falsafa na teolojia, akiwa mtakaji au mwanashirika wa shirika la damu azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo. Toka mwaka 2015 mpaka 2016 aliendelea na masomo katika chuo hicho, lakini wakati huu alisoma kama mwanachuo binafsi, private candidate, kwa kuwa safari ya wito katika shirika la damu azizi iliishia Juni 2015. Tarehe ya 11 mwezi wa 8 mwaka 2016 marehemu Padre Stefano alimwandikia Mhashamu Baba Askofu Salutaris Libena barua ya kuomba kujiunga na jimbo la nyumbani, akiwa na lengo la kuwa padre wa jimbo. Mhashamu Baba Askofu alimkubalia na alimpokea jimboni kwetu mwaka huo. Padre Stefano Makunja alipata ushemasi, daraja ya ushemasi tarehe ya 4 mwezi Januari mwaka 2018 katika parokia ya Msolo wa Ujamaa na Mhashamu Askofu Salutaris Libena. Tarehe ya 5 mwezi wa 7 mwaka 2018 alipata daraja takatifu ya upadre katika parokia ya Mtakatifu Andrea Mtume, Ifakara, na Mhashamu Askofu Salutaris Libena. Kazi zake za utume. Mnamo tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka 2018 marehemu Padre Stefano alitumwa na Mhashamu Baba Askofu kufanya kazi katika parokia ya Mlimba ama paroko msaidizi, ambapo alifanya kazi hadi Septemba 2019
alipoteuliwa kuwa mlezi wa kituo cha Bethlehemu hapa Ifakara. Muda mfupi baadaye aliongezewa jukumu pale alipoteuliwa kuwa mkurugenzi msaidizi wa miito. Mnamo mwezi Oktoba mwaka 2019, Padre Stefano aliteuliwa kuwa mkurugenzi wa katekesi jimbo la Ifakara. Na mwaka 2021 aliteuliwa kuwa paroko wa parokia ya Lungongole, ambapo alihudumu kwa muda wa takribani miaka mitatu. Mwezi Agosti mwaka 2024 alibadilishiwa kituo cha kazi kutoka Lungongole na kupelekwa parokia ya Mofu kuwa paroko wa parokia hiyo. Huko alihudumu mpaka pale nguvu zilipoanza kumuishia kutokana na udhaifu wa ugonjwa. Padre Stefano Makunja alianza kusumbuliwa kiafya mwaka jana 2025 mwezi wa pili, ambapo alianza matibabu, na baada ya uchunguzi aligunduliwa kuwa ana tatizo la saratani ya ini. Alianza matibabu ya saratani mwezi wa 5 mwaka 2025 katika hospitali ya kansa Good Samaritan. Mwezi wa 9 mwaka jana alipelekwa nchini India kwa uchunguzi na matibabu zaidi. Mnamo mwezi wa 10 alirudi kutoka India na kuendelea na matibabu yake katika hospitali ya kansa, yaani Good Samaritan hapa Ifakara. Pia wakati huo huo alikuwa akiendelea kutibiwa pia katika hospitali ya Kairuki iliyoko mjini Dar es Salaam. Tarehe 21 mwezi wa 4 mwaka huu alikwenda Dar es Salaam kwa ajili ya kliniki yake ya kawaida katika hospitali ya Kairuki. Huko aliendelea na matibabu na madaktari waliridhika na matibabu yake na walimruhusu anaweza kuondoka Dar es Salaam kurudi nyumbani Ifakara. Na Padre alipanga kuondoka tarehe ya 2 mwezi wa 5 siku ya Jumamosi kurudi huko nyumbani. Hata hivyo, usiku wa Ijumaa tarehe ya 1 mwezi wa 5 kuamkia Jumamosi ya tarehe ya 2 mwezi wa 5, hali yake ilibadilika na kukimbizwa usiku huo huo hospitali ya Kairuki. Kule alipokelewa na kupatiwa matibabu. Mchana wa tarehe ya 2 mwezi wa 5 hali yake iliendelea kubadilika na kuwa mbaya, hivyo alihamishiwa kwenye chumba cha wagonjwa wanaohitaji uangalizi wa pekee, yaani ICU. Madaktari na wauguzi walijitahidi sana kuokoa maisha yake, lakini usiku wa tarehe ya 3 mwezi wa 5 mwaka 2026 mnamo saa 2:10 usiku Padre Stefano aliaga dunia. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Baba Stefano alijaliwa karama nyingi ambazo kwa kutumia vizuri ameliachia kanisa la Mungu kumbukumbu nzuri na faida kwa familia ya Mungu ya Jimbo Katoliki la Ifakara na nje ya jimbo. Baba Stefano alikuwa mpole na si mzungumzaji sana, kwa maana hakuwa mtu wa kupaaza sauti yake juu ya mwingine au wengine pale wanapojadili jambo fulani. Licha ya upole na ukimya huo, alicheka na kufurahi pale alipofurahishwa, lakini pia alikasirika alipouziwa kwa jambo fulani. Baba Stefano alikuwa rafiki wa watoto, na kwa ubunifu wake aliweza kuwakusanya watoto na kuwafundisha mambo mbalimbali ya dini na mengine muhimu katika malezi na makuzi yao. Alipokuwa paroko wa parokia ya Lungongole, alianzisha kikundi cha watoto kinachoitwa Mashujaa wa Imani. Kwa msaada wa walezi wengine wakati wake na hata baada yake, maana baada ya yeye kutoka kwenda Mofu, watoto hawa walifundishwa vizuri, hasa kwenye maandiko matakatifu na Biblia. Watoto walifundishwa mpangilio wa vitabu vya Biblia hasa ya Kikatoliki, historia ya ukoo wa Bwana wetu Yesu Kristo
vile vizazi 14 kuongeza 14 na kadhalika, lakini hata mistari ya Biblia. Na kwa sababu hiyo watoto wetu mwaka huu walipata mwaliko kwenda jimbo kuu la Dar es Salaam kwenda kuinjilisha, kuambukiza watoto wengine uwezo huo wa kuisoma Biblia au kufundishwa Biblia na kuishika vizuri. Kwa kweli kwenye mambo ya Biblia watoto wale ni tishio. Asante sana Padre Stefano kwa kuibua tunu hizi muhimu katika kanisa la Mungu. Karama nyingine muhimu katika baba huyu ni uvumilivu. Kama nilivyosema hapo juu, Padre Stefano kwa takribani mwaka mmoja amekuwa katika maumivu makali sana ya saratani. Kwa muda wote huo aliyapokea maumivu haya, alijifunza kuishi nayo, na badala ya kulalamika au kukata tamaa, alimshirikisha Mwenyezi Mungu, naye alimpa ujasiri wa kuyabeba mwilini mwake kama msalaba kwa ajili ya wokovu wake na wetu sisi. Hizi ni chache tu zinazowakilisha karama nyingine nyingi, kama vile ucheshi wa kimya kimya, Waingereza wanaita dry sense of humor. Alicheka alipochekeshwa, lakini alikuwa na yeye na vipande vyake vya chini chini. Alipokibomoa kimoja, wote mliokuwa karibu naye mlicheka. Wengine tulicheka kwa sababu hatukuamini kwamba kichekesho hiki kinaweza kikatoka kwenye mdomo wa Padre Stefano. Lakini wengine tulicheka kwa kuchekeshwa na kitu chenyewe alichosema. Kwa sababu ya hayo yote, leo tunalia, tunasikitika na kugubikwa na machozi na huzuni, kwa sababu kwa jicho la kibinadamu tunaona tumezipoteza tunu hizi zote kwa kuondokewa naye. Lakini ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo unatuthibitishia kwamba hayo yote bado ni ya kwetu, kwa sababu Padre Stefano yupo bado pamoja nasi katika kazi na huduma zake, urafiki wetu na yeye, na zaidi sana sala zake huko alikokwenda. Na hivyo tuna ujasiri wa kutamka, nenda shujaa wa imani, nenda mtumishi wa Mungu, ukavikwe taji la ushindi alilokuandalia Bwana wako. Nenda Padre Stefano, ukawe mwombezi wetu Baba. Salamu za pole kwanza kabisa zikufikie Mwashamba Baba Askofu Salutaris Libena kwa kuondokewa na padre wako kijana na shupavu kama alivyokuwa. Kwa hakika ni pigo kubwa kwako. Pole sana baba. Pole sana Baba Askofu Agapiti Ndorobo, kwani tunatambua nafasi yako kwetu sisi mapadre wa Ifakara. Kama walivyo mapadre wenzetu wa jimbo la Mahenge, daima umekuwa baba yetu, ukitupokea, kutulea vizuri, kutusaidia, kutushauri, na daima tumeona fahari ya kuwa kwenye malezi yako. Kwa kuondokewa na mwenzetu huyu, kwa hakika ni pigo kubwa kwako. Pole sana Baba Askofu Ndorobo. Poleni sana ndugu zangu mapadre wenzangu kwa kuondokewa na mwenzetu. Pamoja tulitengeneza timu nzuri katika mahusiano na utendaji wetu. Pole sana tena kwa namna ya pekee mama mzazi wa Padre Stefano. Si jambo rahisi kumpoteza mtoto, lakini tunamwomba Mwenyezi Mungu, wewe pamoja na ndugu jamaa na wengine wa marafiki, Mwenyezi Mungu awape moyo wa subira kuweza kupokea msiba huu kwa imani kuu. Poleni watawa, makatekista na waamini wote pamoja na watu wote wenye mapenzi mema. Tuendelee kumwombea marehemu Padre Stefano na kumwenzi kwa umoja na mshikamano wetu katika Kristo. Tunapenda pia kutoa shukrani za pekee hasa kwako Baba Askofu Salutaris Melchior Libena, kwanza kwa kumpokea jimboni mwetu Padre Stefano, kwa kumlea vizuri, kumpadilisha, kumwamini kwa kumpatia majukumu mbalimbali, na zaidi ya hayo yote kupigania uhai wake kwa hali na mali. Asante sana Baba Askofu. Salamu zetu za pili za shukrani zikufikie Baba Mwashamu Agapiti Ndorobo kwa faraja zako na ushauri mbalimbali na hata michango yako mengine ya hali na mali, hasa katika siku zake za mwisho za ndugu yetu.
hiyo haiko katika maandishi, lakini Baba Askofu Ndorobo alikuwepo siku padre alipozidiwa na alishiriki katika zoezi lile la kuhakikisha padre anapelekwa hospitali, na hivyo alimpatia baraka zake. Tunakushukuru sana Baba. Tunawashukuru pia mapadre wote kwa michango yenu, ushirikiano, faraja kwa huyu ndugu yetu katika maisha yake na hata siku zake za mwisho pale afya yake ilipotetereka. Kwako Mama Mkuu, moja kwa moja wewe mwenyewe kwa faraja na ushauri uliompatia ndugu yetu, lakini kwa namna ya pekee hata pale ulipomruhusu dada yake Sister Natalia kuongozana naye kwenye matibabu yake na kusimamia yale aliyoweza kuhakikisha kwamba afya ya ndugu yetu inakaa vizuri. Tunawashukuru madaktari na wauguzi wote wa hospitali za Mtakatifu Francisco Ifakara, hospitali ya kansa ya Good Samaritan Ifakara, hospitali kule India alipoenda kutibiwa, na hospitali ya Kairuki ambako pia alitibiwa na hata dada mauti alikomfikia. Tunatambua mchango wa mawazo, nguvu na hali yenu ya kuhakikisha kwamba ndugu yetu anapata afya njema tena, lakini mpango wa Mungu umekuwa tofauti. Msikate tamaa kwa sababu ndiyo majaribu ya dunia. Mwisho, asanteni sana ndugu zangu wote mliopo hapa, mliokuja toka mbali na karibu. Kuna mapadre na wengine wote mliokuja toka nje ya jimbo, ukiachia jimbo letu la Mahenge na Ifakara. Asanteni nyingine wote mliopo hapa kwa moyo wenu na ukarimu wenu wa kuja kumzika Padre Stefano. Mwenyezi Mungu awalinde kwa ukarimu huo mliotuonesha. Asanteni sana. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Asante sana.